Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa Marekani inaweza kuendesha operesheni ya kijeshi ya pili nchini Venezuela ikiwa rais wa muda wa nchi hiyo Delcy Rodriguez au viongozi wake hawashirikiani kwa mazungumzo au utekelezaji wa masharti ya Marekani. Taarifa hii ilitolewa baada ya mahojiano na NBC News Trump alipokuwa akihojiwa. Trump alisema kuwa operesheni hiyo ni chaguo la hatari, lakini alisema pia kuwa anatumai haitahitajika. Tunataka suluhisho la amani, lakini tunakuwa tayari, aliongeza. Hali hii inafuatia operesheni ya hivi karibuni ya kijeshi iliyosababisha kukamatwa kwa Rais Nicolas Maduro na mkewe na kumchagulia Delcy Rodriguez kuwa rais wa muda nchini Venezuela. Aidha, Trump alieleza kuwa Marekani inaweza kusaidia kifedha makampuni ya mafuta ya Marekani ili kujenga upya miundombinu ya nishati ya Venezuela ambayo imeharibika kwa miaka mingi kutokana na ukosefu wa uwekezaji, sera za serikali zilizopita na changamoto za kiuchumi. Mradi huu wa kurekebisha miundombinu unatarajiwa kuchukua chini ya miezi 18, ingawa wataalamu wa nishati wanatabiri kuwa inaweza kuchukua muda mrefu zaidi na gharama kubwa zaidi kuliko ilivyokadiriwa. Taarifa za kisiasa zinaonyesha kuwa hatua za Trump ni sehemu ya mpango wa Marekani kuimarisha ushawishi wake katika Venezuela, hasa baada ya mashtaka ya narco-terrorism yaliyowekwa kwa Maduro nchini Marekani. Operesheni hiyo ya hivi karibuni pia imechangia uhamasishaji wa kiongozi wa muda Delcy Rodriguez na kuimarisha mpangilio wa serikali unaoungwa mkono na Marekani. Kwa ujumla, hatua hizi zinatoa picha ya wazi kwamba Marekani ipo tayari kuingilia kati kisiasa na kibiashara nchini Venezuela, ikijumuisha uwekezaji katika sekta ya nishati na shinikizo la kijeshi ikiwa ushirikiano utachelewa. Trump ameweka wazi kuwa Marekani haipo katika vita kwa sasa, lakini chaguo la kijeshi linaendelea kuwa kipaumbele. Matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump alipokuwa kwenye mahojiano na NBC News kuweka wazi kwamba anaweza kuendesha operesheni nyingine ya kijeshi nchini Venezuela ikiwa rais wa muda wa nchi hiyo Delcy Rodriguez pamoja na viongozi wake kwamba hawatoshirikiana kwa mazungumzo au utekelezaji wa masharti ya Marekani, kama ambavyo rais huyo alieleza hapo awali kipindi baada ya operesheni ya kumkamata Nicolas Maduro kuweza kukamilika. Trump alieleza wazi kwamba anataka mafuta ya Venezuela, hivyo kipindi ambacho Nicolas Maduro alifukuza makampuni ya Kimarekani nchini Venezuela ni kipindi ambacho Marekani ilipata hasira kubwa ya kukosa mafuta, ikiwa Venezuela ni taifa ambalo linaongoza kwa shehena kubwa ya hifadhi ya mafuta duniani, takriban mabilioni ya matenki yakiwa nchini Venezuela. Sasa basi, Trump baada ya kufanikiwa kwake kuweza kuondoa utawala wa Nicolas Maduro, sasa anasema kwamba endapo uongozi mpya na viongozi ambao wanamsaidia Delcy Rodriguez hawashirikiani na Marekani, basi ataanzisha shambulio la pili la kijeshi, huku hakuweka wazi kwamba labda ataamua kumchukua tena Delcy Rodriguez kama ambavyo alifanya kwa Nicolas Maduro. Basi mtazamaji, nitakuletea kila taarifa inayojiri leo hii. Cha msingi uweze kuwa karibu nasi kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.